uwe kama Kristo. Roho ya Kristo iwe inafanya kazi ama iingie ndani yako na ianze kukutumia. Kuna viwango ambavyo huwa unaenda na unapanda siku baada ya siku. Jinsi vile ambavyo unamtafuta Kristo, jinsi ya vile nguvu ambayo ama ile bidii ambayo unaichukua ama unaitumia katika kumtafuta Kristo, ndio Kristo anakupandisha cheo kimoja baada ya chengine. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu aliyetoka darasa la kwanza na akafika darasa la 8. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima kuna viwango ambavyo unapita katika maisha yako ili uwe kama Mungu, ili uwe kwa mfano wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima kuna stages ambazo unafika ndio ukiupa ile image of God katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio uwe kama Mungu, uwe na mfano wa Mungu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni kupitia, jambo la kwanza kabisa ni kupitia imani. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yamesema, hebu rudia wasikie. Bwana Yesu asifiwe. Hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa hivyo kuna cheo ambacho kinakustahilisha wewe kufika katika utukufu wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna cheo ambacho unastahili kuenenda ili kwamba Mungu akaweze kukufikisha katika ule ukuu ama ule utimilifu, ukakamilike kuwa kama Kristo katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni ajabu wa Kristo walio wanaokoka leo na kesho wanapenda wawe kama Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta Mkristo anasema ya kwamba ninaweza kufanya, yani anaona mtu ambaye amenuliwa yuko kama Kristo, anafanya miujiza, anafanya mambo ya ajabu, anaponya magonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Anaokoka leo na anataka tayari kuwa kama yeye. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha yako ama katika maisha ya Kristo ama katika huduma, usiwahi kujilinganisha kati yako na mtu ambaye Mungu tayari amemuinua wakati bado haujainuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Tembea na level yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tembea katika viwango vyako, kwa sababu wakati unatembea katika viwango vyako ndio pale ambapo unamtafuta Mungu katika vile viwango vyako na Mungu anakukweza. Bwana Yesu asifiwe. Wewe angalia mtoto wa Nasari apewe mtihani wa darasa la 8. Atofanya kweli? Kwa sababu gani? Si kiwango chake. Amen. Sasa tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Si kiwango chake. Kwa hivyo kuna kile kiwango ambacho anastahili kuwa nacho ili wakati anahitimu katika kile kiwango anatimilika katika kukwezwa cheo fulani ama ranka fulani katika ufalme wa roho. Hapa tunazungumzia kuhusu mambo ya rohoni. Hatuzungumzi kuhusu mambo ya mwili. Bwana Yesu, kama hatuzungumzi kuhusu vyeo vya kidunia. Bwana Yesu asifiwe. Bali tunazungumza kuhusu cheo cha rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wakati mtu fulani anang'ang'ana kuwa kama mtu fulani, wakati hajui kile kitu ambacho amefanya yule mtu fulani, ndio pale ambapo anafanya nini? Anagonga mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Mtu aliyejenga nyumba ghorofa anataka aende kwa hoteli, yuko na gari, alafu na mtu mwenye baiskeli. Bwana Yesu asifiwe. Aingie kwa hoteli hiyo ambayo yule mtu wa gari anataka kunini. Yuko na nyumba ya makuti ama nyumba ya nyasi. Bwana Yesu asifiwe. Kisha atake kwenda hoteli akatumie vyakula kama vile ambavyo yule mtu mwenye pesa ama yuko na mali nyingi anatumia. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi ama hataweza. Kwa sababu gani? Kuna level ambayo anaweza kuwa leo amepata kama 1000. Sasa chakula pale ni 950. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jinsi anavyoendelea kuna viwango ambavyo atapungukiwa, hataweza kufika. Na huyu mtu mwingine atakuwa anaweza, kwa sababu uwezo yuko nao, alianza. Bwana Yesu asifiwe. Alijijenga. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika maisha ya Mkristo wa leo unastahili pia uenende katika utimilifu ule katika imani. Panda tu katika imani na kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Panda katika imani na kumtafuta Mungu, katika kumwabudu na kumuomba, kusoma Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anajua Biblia kutoka mwanzo hadi Ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Alafu
umeokoka leo unataka kushindana na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hautaweza. Sasa katika Ukristo ni vile vile anasema hata na sisi sote tunapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu. Sasa kumfahamu sana mwana wa Mungu ni kuongozwa na Roho na kusoma maandiko kumhusu. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi kunifahamu mimi kiundani kama hautauliza kunihusu ama hautaambiwa kunihusu. Unaniona tu, utanifahamuje kiundani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo hivyo siwezi kukufahamu kiundani kwa sababu sina information kukuhusu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nitakuwaje, nitasimamaje leo nitakekuwa kama wewe? Bwana Yesu asifiwe. Nisikujui. Bwana Yesu asifiwe sana. Unanielewa? Kuna mtu anaelewa kitu? Bwana Yesu asifiwe. Naomba uelewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitasimamaje niwe kama fulani na sijui alilipa gharama gani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni lazima na mimi nimtafute Mungu kivyangu kwa bidii, nilipe gharama, nifuatilie ile roho, nisikize ile roho ambayo inasema ndani yangu ambayo imetoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nifuate kile inachosema, kisha kwa imani ninapanda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeona venye ni rahisi na ni ngumu? Hiyo ndio maana wengi wanajaribu lakini wanashindwa kwa sababu ya kitu kidogo tu, kujifananisha na watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Hawataki. Maandiko yanasema ya kwamba mnaomba kwa kupigana ngumi, kwa kupigana wenyewe kwa wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Mnaomba kwa magombano. Bwana Yesu asifiwe. Hamuombi kuisikilizisha sauti yenu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Laiti kungekuwa na watu watakaosimama waseme kuanzia leo ninaomba ili sauti yangu isikizike mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anashuka mara hiyo hiyo na anatenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anashuka mara hiyo hiyo na anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tumegeuzwa ama tumekubali kugeuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Acha niseme hivyo. Tumekubali kugeuzwa na kufuata njia zisizofaa, na kufuata mambo, na kufuata maneno yasiyostahili, maneno ambayo hayajengi, maneno ambayo yanabomoa. Bwana Yesu asifiwe. Maneno ambayo yanavunja imani za wengi. Bwana Yesu asifiwe. Tunakuwa venye tuko. Bwana Yesu asifiwe. Sasa the image of God haiwezi kuingia katika maisha yako, inabaki tu physical. Bwana Yesu asifiwe. Inabaki tu hii ambayo unaiona. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusomee Mwanzo 1 mstari wa 26. Mwanzo 1 mstari wa 26. Kitabu kile cha Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 26. Nasema Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Jiulize swali. Jiulize tu ama tafakari. Kati ya yote ambayo yametajwa, ni kipi ambacho nakitawala? Bwana Yesu asifiwe. Nikasirisha. Nimesema vyema. Anatawala kuku. Bwana Yesu asifiwe. Wakati umeachiwa simba kule wako. Bwana Yesu asifiwe. Ndovu wako umeambiwa watawale. Nyati. Bwana Yesu asifiwe. Wako umeambiwa watawale. Nyoka wako. Bwana Yesu asifiwe. Wanyama wa porini, wanyama wa baharini, samaki wa kila aina. Bwana Yesu asifiwe. Tena wakubwa wako kule. Unatawala kuku, unatawala mbuzi.
unatawala ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe. Mabata na kondoo. Zaidi sana unatawala paka. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndiye ambaye unamtawala. Bwana Yesu asifiwe. Mbwa. Hao ndio ambao unawatawala. Sasa jiulize, umechukua asilimia ngapi katika kuumbwa katika mfano wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Ni asilimia ngapi? Inafika 5. Bwana Yesu asifiwe. Inafika 5. Pembe. 50. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Mungu anasema, hebu rudia. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa sura yetu. Kwa sura, hata hiyo sura leo nayo ni sura ya Mungu. Wakatawale samaki wa baharini. Na ndege wa angani. Na wanyama. Na nchi yote pia. Na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Sasa hao wengine wanatawaliwa na nani? Jiulize. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hao wengine wanatawaliwa na nani? Umemwachia nani awatawale? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anatawala samaki. Kwa sababu gani? Watu wamekataa kuvaa ile sura ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wamekataa kuwa katika ile image ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wamekataa kuwa katika mfano wa Mungu. Sasa badala ya kutawala tunatawaliwa sisi. Bwana Yesu asifiwe. Badala ya kuongoza tunaongozwa sisi. Bwana Yesu asifiwe. Simba hapa akija patakalika. La hasha. Bwana Yesu asifiwe. Hapo utaona watu wa mbio. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaona zinaitwaje, safari rally. Vumbi tu utaona mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huu utawala umeenda wapi katika maisha yako? Ni kwa sababu hautaki kutafuta. Bwana Yesu asifiwe. Yakobo, Mungu akamchagua. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamchagua Yakobo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile kitabu cha Isaya 43 mstari ule wa kwanza. Mungu akamchagua Yakobo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kabla Mungu amchague Yakobo, ilikuwa inastahili Mungu Yakobo kwanza atengenezwe. Bwana Yesu asifiwe. Atengenezwe. Sasa katika kutengenezwa tunaambiwa ya kwamba Yakobo ilibidi avunjwe paja la mguu wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ilibidi ufungwe paja lake uvunjwe. Bwana Yesu asifiwe. Ili Mungu akutengeneze uwe katika mfano wake, ni lazima akuvumbule. Bwana Yesu asifiwe. Si chetu bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni lazima akuharibu kwanza. Kisha badala ya kuwa amekuharibu, anaumba kile kitu ambacho anataka kukiumba katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo hii tunapenda vya bure, hatutaki kuvunjwa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Hatutaki kuundwa, hatutaki kuharibiwa kwanza, kufinyangwa, hatutaki. Bwana Yesu asifiwe. Utakapofinyangwa kidogo Bwana Yesu asifiwe. Haviwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio Mungu anakuacha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusomee. Lakini sasa Bwana aliyehuluku Yakobo, yeye aliyekuumba Israeli, asema hivi: usiogope, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe uwangu. Wewe uwangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yakobo alipoona, anaanza kuona mambo ambayo hayaelewi, anaanza kuona mapito ni makali. Bwana Yesu asifiwe. Akataka kuvunjika moyo, lakini kwa sababu ni Mungu ndiye aliyekuwa anamunda Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu ndiye ambaye aliyekuwa anamtengeneza Yakobo katika kumfanya na kumbadilisha kuwa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Katika wewe nitaunda taifa langu Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Katika Yakobo nimekuvunja, ninakuharibu, kisha niunde taifa langu kupitia wewe. Bwana Yesu asifiwe sana.
Sasa ili Mungu aunde kitu kipi ama aunde dhahabu katika maisha yako, ni lazima kwanza akuharibu. Ni lazima kwanza akuvunje kisha akutengeneze. Bwana asifiwe. Mungu yuko na image yako. Mungu yuko na mfano wako katika yeye. Bwana asifiwe. Sasa ni pale ambapo mwanadamu atakubali kutengenezwa. Bwana asifiwe. Katika kutengenezwa ni mapito makali. Utapitia kilio, utapitia machozi, utapitia machungu. Bwana asifiwe. Lakini anasema ya kwamba mimi niliyekuhuluku. Bwana asifiwe. Wewe ni wangu. Nimekuita kwa jina langu. Bwana asifiwe. Usiogope kwa haya yote unayopitia. Bwana asifiwe. Magonjwa, njaa, Bwana asifiwe. Kukosa, Bwana asifiwe sana. Kusemwa, utasemwa. Bwana asifiwe. Kwa sababu ni lazima upitie katika mitihani hiyo. Bwana asifiwe. Ni lazima upitie katika viwango fulani ndio ukaweze kuwa kama dhahabu. Bwana asifiwe. Wakati utakapotoka, unatoka ukiwa unang'ara. Bwana asifiwe. Utatoka ukiwa unapendeza. Bwana asifiwe sana. Utatoka ukiwa msafi na mkamilifu. The full image of God itakuwa katika maisha yako. Itakuwa imeingia ndani yako. Ukamilifu wa sura ya Mungu, ukamilifu wa umbo la Mungu utakuwa sasa umeshuka katika maisha yako. Ili ukamilifu huu ushuke ndani yako, ni lazima upitie mitihani. Ni lazima upitie changamoto. Bwana asifiwe. Anasema ya kwamba ndugu zangu, hesabuni kuwa ni furaha tupu mnapopitia katika majaribu. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Katika kila majaribu mwisho wake kuna kuinuliwa, kuna kukwezwa, kuna kupandishwa. Bwana asifiwe. Hakuna kushushwa. Ni kwa wale ambao wanavunjika mioyo katikati ya majaribu. Bwana asifiwe. Ni kwa wale ambao wanaishiwa na nguvu, wanazimia na wanaamua kurudi nyuma katikati ya majaribu, ndio wanarudi pale walipotoka. Bwana asifiwe. Unanielewa? Kuna mtu ananielewa? Bwana asifiwe sana. Wewe ni Yakobo. Katika wewe Mungu anataka kufanya taifa linalomjua yeye. Bwana asifiwe. Sasa uko tayari kuvunjwa? Uko tayari kuumbwa upya? Bwana asifiwe. Kwa sababu ili umbo lilo nalo ni umbo la nje, lakini kuna lile umbo la ndani. Je, niko kama hili la nje ama lile la ndani ni ile la kumenywa tu? Bwana asifiwe. Ni ile tu la kufukuzwa na maumbo usiku wa manane. Ni ile tu la kulishwa vyakula na waamke na magonjwa. Bwana asifiwe. Ni ile tu la kukimbia huku na huku. Sasa kama ni hilo, ndio pale ambapo Mungu anataka hilo aliondoe. Sasa ile process ya Mungu kuondoa hilo la kuminywa, hilo la kufukuzwa, kulishwa vyakula ndio unaamka na magonjwa. Bwana asifiwe. Hilo la kufukuzwa na manyoka na mambo. Bwana asifiwe. Wakati ile process ya kuliondoa, utalia machozi. Bwana asifiwe. Utalia ili uwe kama fulani yule unayemwona. Bwana asifiwe. Ili kufanya kitu kile ambacho fulani anakifanya. Ndugu, utakuwa na historia ya maumivu ambayo umepitia. Bwana asifiwe. Watumishi wa Mungu wanapitia mateso makali. Mtu yeyote ambaye anataka mafanikio katika hii dunia anapitia mateso makali. Anapitia maumivu na changamoto. Bwana asifiwe. Anapitia vita vikali kulingana na kile kitu ambacho Mungu anataka kuweka ndani yake. Kulingana na ule uzani ama na kile kipimo cha dhahabu ambacho anataka kuweka katika maisha yake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Sasa tunajua dhahabu ili ing'are ni lazima ipitishwe katika moto. Bwana asifiwe. Ni lazima ipitishwe katika moto. Na moto huu ambao ya dhahabu hii ni lazima ipitishwe, kuna magonjwa ndani yake. Bwana asifiwe. Kuna kukosa ndani yake. Kuna kukata tamaa. Utakata tamaa. Bwana asifiwe.
utavunjika moyo katikati ya safari. Bwana asifiwe. Alafu sasa la kushangaza, hauwezi rudi nyuma. Kwa sababu nyuma umeharibu, ni usonge mbele. Bwana asifiwe. Ukisema unakaa pale, ndio wanakuja. Bwana asifiwe. Si wako. Bwana asifiwe sana. Wanakukujia. Suli haribu falme zetu. Alafu unajifanya ni mzuri sasa. Bwana asifiwe. Wanakukamata. Sasa wakikukamata, yale uliyokuwa unayapitia ni zaidi ya hayo. Bwana asifiwe. Vile walivyokuwa wanakutesa ni zaidi. Sasa nifanye nini ili niwe kama Mungu? Bwana asifiwe. Anasema vaeni silaha za Mungu. Bwana asifiwe. Vaeni silaha za Mungu ili mpate kushindana. Maana kushindana kwenu si kwa damu na nyama. Kushindana kwenu si kwa makofi na ngumi. Bwana asifiwe. Ni kwa ile roho, ile image ya Mungu, ile umbo la Mungu ambalo liko ndani yako, ndilo ambalo linapigana. Kuna vita katika maisha yako, hauwezi kupigana na mwili huu ambao uko nao. Bwana asifiwe. Kuna mahali ambapo ukifika hauwezi kung'ang'ana wewe kama wewe na ukavuka. Ni ule uungu ama ule utukufu ambao uko ndani yako, usimame na huo na uvuke. Bwana asifiwe. Sasa wakati unataka kusimama wewe kama wewe na uvuke kama wewe, utachoka. Bwana asifiwe. Kwa sababu utang'ang'ana, ndio unafika unapata mtu anaenda hospitalini, anatibiwa, anaona hajapona, anaenda hospitali ile. Bwana asifiwe. Hajatibia, hajapona, anaenda kule. Bwana asifiwe. Si wako kwa watu kama hao? Umeshawasikia? Ama hapo walikuweko? Bwana asifiwe. Anahama tu hospitali baada ya mwingine. Bwana asifiwe. Anaenda hapa na pale. Wengine anaombewa na huyu, anaona huyu hawezi nini, anaenda kanisa lile. Bwana asifiwe. Acha kuangalia kanisa ama acha kutembea makanisa. Vaa silaha za Mungu. Bwana asifiwe. Tafuta sehemu yako ya siri ukakutane na Mungu wako. Bwana asifiwe. Kwa sababu katika kukutana na Mungu wako, huyu Mungu ni zaidi ya magonjwa. Bwana asifiwe. Huyu Mungu ni zaidi ya ile shida unayoipitia. Bwana asifiwe. Huyu Mungu ni zaidi ya lile jambo unalolipitia. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Isikizishe sauti yako mbinguni. Usisikizishe sauti yako kwa wanadamu. Wakati ukiendelea kuisikizisha sauti yako kwa wanadamu, wokovu utashuka. Bwana asifiwe. Kuna viwango ambavyo ukifika hustahili hata kuongea na watu. Bwana asifiwe. Kwa sababu kila mtu utakayemuongelesha yuko kinyume na wewe. Bwana asifiwe. Kuna viwango Mungu atakavyokupitisha, kila mmoja anakuwa kinyume na wewe, hata yule wa nyumbani mwako. Bwana asifiwe. Nishaviona. Bwana asifiwe sana. Sisemi kitu ambacho sijakipitia. Bwana asifiwe. Kuna viwango ambavyo ukipitia Mungu akufikisha, lakini anakutia moyo kwa sababu kwanza kabisa anaanza kukuambia ninaleta hiki. Bwana asifiwe. Kuna alama anakupatia, utajua mimi nitapitia jambo fulani. Sasa unajitayarisha kwa ajili ya hilo jambo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Uzuri wa Mungu ni huo. Huo ndio uzuri wa Mungu. Hawezi kuleta jambo kabla kukuambia ama kukupa taarifa. Bwana asifiwe. Hata ikiwa ni mtu ambaye yuko mwambeni. Bwana asifiwe. Alafu apatwe na mkasa fulani ambao utamgharimu maombi ama utamgharimu vitu, yani sio kawaida. Akija kumuuliza kabla hilo jambo ulikuwa unaota nini? Bwana asifiwe. Atakumbuka tu, wewe nilikuwa ninawalishwa vyakula, nilikuwa napelekwa baharini. Bwana asifiwe. Ni lazima Mungu alikuwa anamuonyesha. Sasa utatambua kulingana na kile ambacho Mungu alimuonyesha. Bwana asifiwe. Utatambua kulingana na kile Mungu ambacho alimuonyesha, kwa sababu ni lazima Mungu alimuonyesha kitu fulani, lakini kwa sababu ya kukosa ufahamu, maandiko yanasema ya kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa ufahamu. Bwana asifiwe. Kwa kukosa elimu ya ufahamu ndani yao. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana.
kwa kukosa elimu ya maandiko ndani yao, kwa kukosa elimu ya Roho Mtakatifu ndani yao, kwa kukosa elimu ya kuisikia sauti ya Mungu katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Wanaangamia. Israeli inaangamia. Bwana Yesu asifiwe. Tubuni. Nitaondoa hili janga. Bwana Yesu asifiwe. Tubuni. Nitaondoa lile pigo ambalo ninataka kulileta. Tubuni. Bwana Yesu asifiwe. Wakiangalia hivi, sima ni tamu, hawezi kuacha sima. Bwana Yesu asifiwe. Wakiangalia hivi, pombe iko na starehe zake, hawezi kuiacha. Bwana Yesu asifiwe. Wakiangalia hivi, Bwana Yesu asifiwe, kuna starehe nyingi, hawezi kuziacha. Tatubuje mimi? Bwana Yesu asifiwe. Wengine anakuambia kwani mimi ni mjinga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha wakati ule ambapo gharika imefika, Nuhu, tufungulie. Bwana Yesu asifiwe. Si ndio nyinyi niliowaambia ingieni? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali ama kuna wakati ukifika, Mungu atakunyamazisha kama mtumishi wake. Sasa wakati huo ni mbaya, heri ule wakati wa kuongea. Bwana Yesu asifiwe. Maana wakati ambapo mtumishi wa Mungu atanyamazishwa, sio wakati wa yeye tena kuongea na watu. Sio wakati wa yeye tena kuanza kuoni watu. Bwana Yesu asifiwe. Israeli tunasemaje? Kushauri watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa Mungu kufunga mlango. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mtumishi wake amehakikisha yuko ndani. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli walikuwa wakitaka jambo kwa pamoja. Yeyote aliye Myahudi siku 3. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii tukitangaza maombi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuseme kweli. Tukitangaza nini? Maombi. Kati ya watu 50 ama watu 70 utapata watu 3 wanakamilisha maombi. Bwana Yesu asifiwe. Je, maombi ya watu 3 yana uwezo ya kuokoa taifa? Bwana Yesu asifiwe. Nuhu, maneno aliyoyanena yaliweza kuokoa wale watu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu anaongea. Mungu anaongea, nimesema hivi, nimesema hivi, nimesema hivi. Hilo hii, Bwana Yesu asifiwe, liko na malipo yake. Kuna wakati ambao ukifika, mlango utafungwa. Kisha mlango kufungwa, ndio pale sasa yule wa hii ataanza kuita. Bwana Yesu asifiwe. Aliyefungiwa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati mwenye funguo ameondoka, amefunga na amechukua funguo zake na akaenda, nani atakufungulia? Bwana Yesu asifiwe. Kuwa kama wale 5 wenye busara. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa kama wale 5 wenye busara katika kumtafuta Mungu. Tunapokuwa na kumtafuta Mungu, umoja kwa imani inatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa imani, si kitu kigumu. Kwa imani. Sasa imani ya wengi iko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Imani ya wengi iko wapi? Kila mmoja iko hivi, kila mmoja iko hivi, kila mmoja iko hivi. Naongea na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na inaangalia. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja yuko hivi. Bwana Yesu asifiwe. Na mambo yanazidi kuharibika. Mambo yanazidi kuchemka. Mungu anazidi kukasirika. Bwana Yesu asifiwe. Alafu Mungu anakuangalia tu, afu anafunga mdomo. Bwana Yesu asifiwe. Unaomba hajibu. Bwana Yesu asifiwe. Unaomba na kuonyesha vitu vingine. Hivyo ndivyo Mungu alivyo. Anajua huyu mtu, anajua chenye anastahili kufanya. Anakuangalia tu hivi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu umekubali ama umechagua kutokubali ama kutofuatilia ile ambacho Mungu amekwambia, ndio maana Mungu anakuangalia. Sasa nimuonyeshe nini huyu? Angalieni huyu naye. Bwana Yesu asifiwe.
anakuangalia tu, ili kama utajitambua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine nikawaambia kuwa usidhanie kuwa sijui kuwa unajua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ikiwa Mungu ameniambia kuwa anajua kinachomtesa, Bwana Yesu asifiwe, halafu unang'ang'ana tufanye hivi ili nijue ni kitu gani ambacho wakati unajua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaomba upate. Bwana Yesu asifiwe. Utaomba gari, Mungu akuonyeshe banda la gari. Bwana Yesu asifiwe. Umetumia hiyo gari hadi imeharibika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani? Kuna mahali ambapo ulikataa kuisikia. Kuna mahali ambapo ulienda kinyume na ile sura ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali ambapo ilinena na wewe katika maisha yako na ukachagua kutotii. Acha nikwambie, Mungu ni mkamilifu. Hawezi sema jambo hili akawa anamaanisha jambo lingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati Mungu sio mafumbo. Kuna vitu anaweza kuvileta wazi. Sasa kitu cha wazi kichukulie kiwazi. Bwana Yesu asifiwe. Kichukulie kiwazi. Kwa sababu kitu cha wazi utakapokichukulia kimafumbo utaumia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Utazunguka hospitalini, tembea huku, utazunguka kwa waganga. Bwana Yesu asifiwe. Utazunguka kwa wachungaji ukitafuta maombi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini the moment tu, Bwana Yesu asifiwe sana, nawaambia ushuhuda. Mtu mmoja akawa anasumbuliwa na figo. Bwana Yesu asifiwe. Figo yake ilikuwa na uvimbe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika ule uvimbe akaniita na nikaenda kumwombea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika kumwombea nikamwambia lete tu maji. Mimi napenda sana kwa Mungu alinipatia hiyo neema ya kuombea maji. Bwana Yesu asifiwe. Alinipatia hiyo neema. Hajanipa neema ya kuombea mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Alinipatia, kama atanipatia hiyo ya kuombea mafuta ni mbele. Lakini kwa saa hii wengi sana wananiona natumia maji kwa sababu ni Mungu amenipatia hiyo neema. Na siwezi kutumia kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwa nasikia wengine ni chumvi kulingana na ile neema ambayo Mungu amekupa na venye anaitumia, lakini Mungu alinifunulia kuhusiana na maji. Ndio maana ninatumia maji. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikamwambia, nilichukua tu yale maji nikaiombea. Kisha nikampatia, nikamwambia baadaye kunywa haya maji na kila kitu kitakuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Yule aliniangalia akaniona kama Gabriel. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akanichukulia kama Gabriel. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unajua alifanya nini? Alichukua ile maji akaiweka. Uzuri aliweka vizuri. Hakuirusha. Alichukua ile maji akaiweka vizuri. Kisha akafuata imani zake zenye zinamuongoza. Akaanza kutembea kwa wachungaji huku na huku. Bwana Yesu asifiwe. Najua Mungu ni wa maajabu, ama Mungu wa agiria manukala na kasi inde. Bwana Yesu asifiwe. Unatambua hiyo? Yaani wakati mwingine na kasi nzira. Si umekataa hasa hapa, nenda huko lakini hapa. Bwana Yesu asifiwe. Hapa. Sasa akazunguka kote. Anasema kuwa huku Lamu alizunguka karibu makanisa yote. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo nilikuwa ni mgeni hapa. Nilikuwa bado sijashiriki ibada za katikati ya wiki. Anasema alikuja. Bwana Yesu asifiwe. Kisha alipoona sasa hapa bado hakuja kusaidia, akavuka ng'ambo nyingine na akaenda baki Lifu. Bwana Yesu asifiwe. Akatembea kabisa kwa wachungaji huko. Bwana Yesu asifiwe. Na ikaendelea hivyo, maumivu yanazidi. Huko anaenda hospitali, akaenda kupimwa, uvimbe umeongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Akaenda kupimwa, uvimbe umeongezeka. Sasa ikawa the following week ama hiyo wiki ambayo ilikuwa inafuatia, anaenda kufanywa operation ili uvimbe uondolewe kwa ile figo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika pite yake kwa nyumba akaangalia. Bwana Yesu asifiwe. Akaona yale maji. Bwana Yesu asifiwe. Anaumwa, akaona yale maji. Sasa haya maji, ni kweli haya maji ndio Bwana atumie. Sijui ni atumie. Ngoja nimpigie.
akapiga simu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hata simu namba yangu yenyewe alikuwa amepoteza. Siamini yeye. Namba yangu pia nayo alikuwa amepoteza. Anasema huyu ni wale tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wale tu. Kuna Gabriel. Bwana Yesu asifiwe. Anapita hapa na wakienda. Bwana Yesu asifiwe. Wanarudi. Watu simple. Hajui kile ambacho iko ndani yako. Hajui yule ambaye yuko katika maisha yako. The inner part, yule ambaye haonekani kwa macho haya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hajui yuko namna gani. Sasa akasema ngoja, akatafuta namba yangu akaipata. Akanipigia, ndugu, naomba uje. Na mimi huwa mambo ya huduma huwa sina dharau. Bwana Yesu asifiwe. Si Mungu alinipa bure. Kwa nini nisitoe bure? Bwana Yesu asifiwe. Huwa sina dharau. Nikaenda kumkuta tena katika situation ile niliyomkuta. Siwezi nikamwombea. Akanambia, ndugu, wiki ijayo ninaenda kufanyia upasuaji. Kwa nini? Nasema wa figo. Uvimbe umezidi. Sasa hiyo maji haikukusaidia. Nasema pole. Kwa nini? Sikutumia hiyo maji. Sikutumia. So unaniita kwa sababu gani? Hilo nikiwaza kwa moyo wangu, sikumwambia. Bwana Yesu asifiwe. Nikiwaza kwa moyo wangu, sasa kama hukutumia, kwa nini umeniita? Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna watu wanakuchukulia kama Philip tu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Anaenda kazini anarudi. Bwana Yesu asifiwe. Anatembea huku na huku, wakati walifu unafika anaenda nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Wanakuchukulia tu kama hivyo. Hawakuchukulii vingine. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikamwambia, mama, kuna magonjwa. Ni kweli wewe ni daktari, sawa, sikatai. Lakini tambua ya kwamba pamoja na ujuaji wako ama usomi wako, kuna vitu havielewi ambavyo haukuvisoma huko ulikosoma. Bwana Yesu asifiwe. Wala haukuvisikia vikitajwa. Ulitajwa tu kila ugonjwa unatibiwa na hivi na hivi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka tu uchukue hatua ya imani. Anasema yale maji nataka niliyaweka. Anambia, yako sawa bado? Anasema ndio yako sawa. Anambia basi ukitoka hapa sitakuombea. Ukitoka hapa, hiyo sasa si maombi, ni maneno. Ukitoka hapa, nenda ukafanya nini? Nenda ukachukua. Akanionyesha hiyo picha. Anasema ni sawa. Operation inaenda kufanywa lini? Next Thursday. Bwana Yesu asifiwe. Mwambia sawa. Kama next Thursday, tumia hayo maji leo jioni. Kisha kesho ukiwa bado unaumwa nipigie simu. Utajua Mungu wangu ni mwema. Anijibu tena siku hizi. Bwana Yesu asifiwe. Anisikii tena ninapomwomba. Bwana Yesu asifiwe. Nitaanza kumdoubt. Kwa sababu kwa nini aliniita na asifanye kile anachotaka kufanya? Bwana Yesu asifiwe. Akasema, na hata siku hizi silali, ninaminywa. Bwana Yesu asifiwe. Nikiingia tu kwa nyumba fujo, vita. Bwana Yesu asifiwe. Siku ile aliyokuja hapa, kuna mama alikuja akasimama kwa mlango. Aliniangalia tu amekasirika kwa ndoto. Mwambia sasa usingefanya chenye nilikwambia. Nasema nisa ngoja nitafanya. Mwambia sasa si unaminywa? Nenda ukunywe. Halafu takasa kwa hiyo nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Sitakuombea na ninaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilienda nikiwa nimetoka nikisema ifanya tajua mwenyewe, hata fanya shauri yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nidharau. Ndio kuna wakati hata wewe mwenyewe pia unavunjika. Bwana Yesu asifiwe. Unaenda unasema sasa huyu naye kama namwambia kitu, yeye anachukulia tu mtu wa kawaida. Sasa hii anaenda kufanyia operation. Akaenda anasema ushuhuda uliokuja. Nilifuatwa mbio, nilisema kidogo kuna mtu amekufa. Bwana Yesu asifiwe. Nilifuatwa hadi kazini. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anakuja na mzunguka. Namtaka mtu fulani. Kuna nini? Kwani hayo maji yameonekana na sumu? Bwana Yesu asifiwe.
Nilikuwa nadhania maji yamepimwa na yako na sumu, na ni maji ambayo ameipa mwenyewe. Nikayashika tu hivyo nikaiombea mwenyewe. Sasa nilikuwa yani akili yangu iligonga tu hapo. Bwana asifiwe. Labda amedhurika. Kesi tayari. Bwana asifiwe. Sasa akaanza kuniambia, yaani kila alichokifanya na nikasema usifanye. Alikuja ametafuta hadi amechoka. Ile tu anataka kwenda na mimi ndio nafungua mlango natoka nje. Tukakutana pale kwa njia. Na mwangalia hivi anapiga magoti. Mwambia simama, si lazima upige magoti. Si lazima upige magoti. Simama. Ananiita mtoto wake, lakini siku hiyo alisema mama, nini? Kaka, Bwana asifiwe. Kaka. Nashukuru Mungu. Aliponielezea hivi, anasema kwamba ile siku ulioniambia nilipoenda kuchukua yale maji kunywa tu, kila kitu kikatoka. Nilihisi maumivu yameisha hapo hapo. Bwana asifiwe. Si baadaye, hapo hapo. Unaona venye roho inaweza kuharibu mtu, maisha ya mtu. Bwana asifiwe. Hapo hapo, si baadaye, hapo hapo. Sasa akajaribu kufikiria, nimeenda kwa wachungaji. Bwana asifiwe. Nimeenda kwa watumishi. Sasa huo ushuhuda akasubiri ili ukamilike. Hiyo siku alipotakasa ile nyumba, alilala hadi akaamka ni alfajiri. Bwana asifiwe. Hakusumbuliwa na wachawi wala hata kuota ndoto mbaya. Bwana asifiwe. Alilala vizuri. Bwana asifiwe. Sasa akasubiri ile siku ya kwenda kufanya operation. Si operation kule ni lazima upigwe picha. Alipopigwa picha hivi akaonekana kuwa kuko sawa. Hakuna uvimbe wowote. Sasa daktari wakaanza kushinda, wewe mbona unatuchezea? Bwana asifiwe. Hii picha hii inaonyesha si ulipigwa hapa? Ni hapa. Na mbona saa hii hakuna kitu? Ngoja tupige tena. Tunapiga tena. Hakuna kitu. Yeye umefanya nini? Sikufanya kitu. Sababu ukianza kuelezea niliombewa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni imani katika maisha ya Kristo. Imani ikiambatana na nguvu za Mungu inatenda mambo. Bwana asifiwe. Wana wa Israeli wakaomba siku 3, lakini Mordekai, Wayahudi wote wakaomba siku 3, na Mungu akabadilisha njama ya maadui waliopangiwa na ikawa juu ya maadui wao. Bwana asifiwe. Hata leo Mungu anaweza kubadilisha mpango wa maadui ukimtafuta. Bwana asifiwe. Ukitafuta uso wake. Bwana asifiwe. Anasema nitafuteni madamu ninapatikana. Sasa ni wewe tu uchukue hatua umtafute, maana yuko na anapatikana na atende kwa ajili yako. Bwana asifiwe. Simbarikiwe. Tumwongezee makofi mhubiri. Tumwongezee makofi mhubiri.